umeshiriki, labda tupate nafasi kidogo tuzungumze naye hapa. Dadangu, pole kwa msiba. Pole kwa msiba. Tumeona jinsi ambavyo umeshiriki kwa namna moja au nyingine ili kuweza kumzika msanii mwenzako. Labda neno lako ni lipi kwa msiba huu? Hapa pole wafiwa wote, mama yake, mtoto wake na wasanii wote kwa ujumla. Na wakati umepata taarifa ya msiba wenyewe, labda taarifa ilikukutia ukiwa wapi na nini ulifanya, kwa sababu ni msanii mwenzio? Nilikuwa nyumbani ndo nilipata taarifa ya na kipindi kirefu mwanadada huyu ameugua na watu wengi waliamini kwamba alipokwenda India labda anaenda kuimarika na kurudi kwenye kazi zake. Labda kwa upande wako wewe unakumbuka ni kipindi gani ambacho kilikuumiza kama mwanadamu, kama msanii mwenzako akipitia kwenye hali ngumu kiasi hichi ambacho kimepelekea kifo chake? Kiukweli watu wameumia wote yani, kwa sababu hamna mtu ambaye asiyejua alipokuwa anaumwa. Na kiukweli watu walijitahidi, walipigana wanavyoweza, na mpaka alipoenda India tuliamini atarudi akiwa, of course alikuwa mzima, na mpaka mara mwisho tunaona alikuwa shapona. Lakini sasa sisi ni binadamu tu, mwisho wa siku Mungu ndo anajua kila kitu. Na safari yetu wote. Ushawahi kupata nafasi labda ya kuzungumza naye kipindi chote ambacho alikuwa anaumwa? Nilizungumza naye mara nyingi tu, na kuna kipindi alikuwa anaumwa Mwanza nadhani. Nilienda nikamuona, nikaongea naye. Tulikuwa tunaongea, tulikuwa tunafanya maombi. Na watu wengi wanasema pamoja na kuumwa kwake, lakini alikuwa ni mwanamke imara sana. Hata ukimwambia unaumwa anakuambia niko vizuri. Yani ni mtu wa kujipa moyo. Kwa jinsi wewe ulivyokuwa unamuona, ulikuwa unamuonaje, lakini watu wakitamini kwamba ana maumivu makali ambayo anapitia? Kiukweli alikuwa ni mwanamke shujaa sana. Yani hata kama alikuwa na maumivu kiasi gani alikuwa anajikaza. Anakuambia tu mimi niko sawa, na unamuona kabisa mtu hayuko sawa, lakini hapendi kufanya mtu mwingine ajisikie vibaya. Kwa hiyo alikuwa anajikaza mno, yani anajikaza mno. Ni kitu gani ambacho anakuachia wewe kama ni sehemu ya alama ya kutokumsahau kwa sababu ya upendo wenu, rafiki wenu, ndugu wenu, muunganiko wenu katika swala zima la sanaa? Kiukweli ni ule ujasiri aliokuwa nao, pamoja na kwamba alikuwa anaumwa sana, lakini alikuwa ni mtu ambaye hapendi watu wengine wajisikie vibaya kwa sababu ya ugonjwa wake. Na alikuwa hapendi watu wengine wajisikie vibaya kwa sababu ya ugonjwa wake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anapenda kujikaza sana, na alikuwa na imani kubwa sana kwa Mungu. Pamoja na kuumwa sana, alikuwa anamwamini sana Mungu. Hata mimi nilipokuwa nikiongea naye mara nyingi kwamba tuombe. Kwa hiyo yani kuna vingi sana vya kujifunza kwake. Lakini cha ajabu kuliko vyote, yani pamoja na kuumwa na nini, alikuwa bado mzuri. Yani she was so beautiful. Yani sijui nisemeje, alikuwa na neema ya ajabu. Ngoja sore kidogo, tusogee nyuma kidogo tupate picha nzuri kabisa. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho sasa unakikumbuka, na sehemu gani ambayo unahisi hata wewe pamoja na kuumwa kwake yeye ilikuumiza wewe kama mwanadamu ukisikia mwenzako anaumwa? Ndo nasema kuna kipindi nilienda kumuona kwa mara ya kwanza, ndo namuona hivi akifokuwa anaumwa. Siwezi kuelezea kwa sababu yani nilikuwa namuona alivyo, yani nilikuwa nawaza yale maumivu ambayo alikuwa anayasikia. Mimi siwezi kuelezea, lakini kwa kuangalia tu mimi nilikuwa naona alikuwa anaumwa sana, lakini mtu ambaye alikuwa anajikaza sana. Yani hataki ujisikie vibaya. Kwa hiyo anakuambia tu mimi niko sawa. Lakini unamuona kabisa ni mtu ambaye alikuwa anaumwa sana na alikuwa anajikaza. Yani kwa kweli ni mtu wa pekee sana. Neno lako kwa msiba huu mkubwa? Nawapa pole watu wote, na tujifunze kwamba hapa duniani tunapita, safari ni ya kwetu wote, mwenzetu ametangulia. Jamani, nasema kila siku tuombe, tusali, hatujui siku wala saa. Na tuliona ameenda, amepona, tulikuwa tuna uhakika anarudi, na wote tulikuwa tunajua hivyo. Lakini kazi ya Mungu. Kwa hiyo na sisi tuliobaki, hatujabaki tu kwa sababu kwamba si ni wema sana. Tumebaki ni kwa neema tu. Kwa hiyo tutumie huu muda vizuri, tuombe, tusali, kwa sababu hatujui dakika zinazofuata itakuwaje. Kwa hiyo turudi kumtumikia Mungu, tufanye yale ambayo yanampendeza Mungu, kwa sababu safari ndo kama hivyo. Kwa hiyo nawapa pole wafiwa, tuendelee kumuombea, na naamini kwa sababu alikuwa anasali sana na watu wengi tulikuwa tunamuombea, yuko mahali pema. Sisi waandishi wa habari pamoja na wewe tutumie muda huu ukituongoza wewe, tumuombee japo kwa dakika moja tu kwa Mwenyezi Mungu kipindi hichi ambacho anakwenda kupumzishwa kwenye nyumba yake ya milele. Karibu.
Nachoweza kusema ni kwamba apumzike kwa amani, na kama unavyosikia sasa hivi watu wanafanya maombi kwa ajili ya kumwombea. Kwa hiyo ningependa na mimi niende pale nikashiriki. Yes. Asante na pole kwa msiba. Thank you. Irene Uwoya, mmoja kati ya wasanii wakubwa sana kwenye taifa la Tanzania, amezungumza hapo. Asante. Mtazamaji wa Global TV, kama unavyoona hali ilivyo hapa msibani, Irene Uwoya amewasili hapa kwa ajili ya kushiriki kwa namna moja au nyingine. Hali ilivyo hapa msibani muda huu, kile ambacho kinaendelea. Msanii mkubwa kabisa Tanzania ameshiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kuwepo hapa na kujumuika na wenzake kwa ajili ya hiki ambacho kinaendelea, na tumeona watu wengi wakiwa wameshiriki, lakini kubwa zaidi kama unavyoona wasanii wengine wameshughulika kwa namna moja au nyingine kwenye msiba huu ili kuweka mambo sawa sawa. Na unaona wakina Mariam, unaona wakina Irene Uwoya, unaona wakina Eshebueti na wengine wengi wakiendelea kupambana kwa namna moja au nyingine. Na sasa hivi ndio hali ilivyo hapa msibani. Ngoja tuone jinsi ambavyo tutamfikia wakati kazi zinaendelea, tupate nafasi kidogo japo kuweza kuzungumza na Irene Uwoya. Dada Irene, nafasi zipo, wanaume washainuka maturuba. mtazamaji wa Global TV, kama unavyoona hali ilivyo hapa msibani, Irene Uwoya amewasili hapa kwa ajili ya kushiriki kwa namna moja au nyingine. Hali ilivyo hapa msibani muda huu, kile ambacho kinaendelea. Msanii mkubwa kabisa Tanzania ameshiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kuwepo hapa na kujumuika na wenzake kwa ajili ya hiki ambacho kinaendelea, na tumeona watu wengi wakiwa wameshiriki, lakini kubwa zaidi kama unavyoona wasanii wengine wameshughulika kwa namna moja au nyingine kwenye msiba huu ili kuweka mambo sawa sawa. Na unaona wakina Mariam, unaona wakina Irene Uwoya, unaona wakina Eshebueti na wengine wengi wakiendelea kupambana kwa namna moja au nyingine. Na sasa hivi ndio hali ilivyo hapa msibani. Ngoja tuone jinsi ambavyo tutamfikia wakati kazi zinaendelea, tupate nafasi kidogo japo kuweza kuzungumza na Irene Uwoya. Dada Irene, Nafasi zipo, wanaume washainuka maturuba.